Karibu sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Utunzaji wa akiba umekuwa ni changamoto. Inawezekana hata wewe mtazamaji unapitia changamoto hiyo. Leo Kimbweta tutapiga story mbili tatu na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Watuambie, je, wanawezaje kutunza akiba na wanawezaje kuhakikisha usimamizi bora wa pesa zao? Kama ilivyo kawaida ya Kimbweta, tutaanza na kipengele cha maswali na majibu, lakini tutamalizia na kipengele cha the challenge. Nyuma ya kamera akiwepo Bakari Chimpanga pamoja na Iveta Isdor. Langu jina ni Asia Mohamed. Karibu mtazamaji wa Sauti TV, kama nilivyokuambia hapo awali, leo tutapiga story na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, na hapa nipo na wanafunzi wa sheria mwaka wa kwanza. Tutajadili mada yetu ya usimamizi wa fedha pamoja na utunzaji wa ajira. Nikianza na dadangu hapa. Mambo dada? Poa. Uko poa? Uko. Unaitwa nani? Naitwa Nevonesmo. Kaka, mambo vipi? Poa. Kama kawa? Kama kawa. Wanakuita nani? Naitwa Michael Chris. Upande wangu wa kulia. Ni aje bro? Safi. Unaitwa nani? Jeremia Gervas. Jeremia. Hivi Jeremia una boom? Ninalo. Boom lako linakukizia mahitaji yako yote? Kiasi fulani. Kwa nini kiasi fulani? Sababu ya namna na nature ambayo nimeipata nikiwa kama mwanafunzi. Ninapozungumzia namna na nature ambayo nimeipata nikiwa kama mwanafunzi, ni kwamba boom linakuja lakini likiwa lina asilimia za mkopo. Unaposema boom linapokuja na asilimia za mkopo, sio kwamba nimekizi vigezo vya kuwa na asilimia zote za mkopo, bali boom linanisaidia kukizi pia asilimia za mkopo. Ndio maana nasema kiasi fulani boom halinisaidii kwa zote. Unaweza kunielezea ni nini maana ya usimamizi wa fedha na nini maana ya utunzaji wa akiba? Tunaposema usimamizi wa fedha au utunzaji wa akiba, kwa namna nyingine naweza nikasema ni mikakati au ni namna ambapo kundi la watu au mtu binafsi ameweka kwa ajili ya kusimamia kipato chake ambacho anakipata, maybe kwa kufanya kazi akiwa yeye kama yeye, au kwa kupewa kama akiwa chini ya udhamini wa. Naposema chini ya udhamini wa, mfano ni kama mimi ambapo ninapewa boom, kile ni kipato ambacho nimepewa mimi. Sasa naweza nikakisimamiaje? Kulingana na udhamini ambao nilionao, naweza nikatengeneza mikakati ambayo ile mikakati kanisaidia mimi kama mwanafunzi au kama mtu baki ambaye niko chini ya udhamini kujisimamia kwa staili hiyo. Hivyo ndo ninavyoelewa. Wewe unatumia mikakati gani kuhakikisha usimamizi wako wa fedha na utunzaji wa akiba yako wewe mwenyewe binafsi? Ni mikakati gani unaitumia? Mikakati ni kama njia tu ambazo mtu kama mtu anaziweka kwa ajili ya kusimamia kitu fulani. Kwa mimi mikakati ambayo ninaiweka, kitu cha kwanza ni kutengeneza budget kulingana na kipato changu unachokipata kwa wakati huo. Natengeneza budget kulingana na kipato changu ninachokipata kwa wakati huo. Mfano, ninapokea 600,000 ambayo ni boom kwa miezi miwili. Kwa hiyo boom limekuja pale likiwa limehesabiwa kwa muda wa miezi miwili. Maana yake ni kwamba kwa miezi miwili serikali imeshaniandalia budget ambayo nitaitumia ndani ya hizo siku. Na ina uhakika inakutosha kwa hizo siku? Serikali inakuwa ina uhakika wa kwamba mimi hiyo 600,000 itanitosha ndani ya siku 60. Kwa mimi sasa inapokuja kama nilivyosema hapo awali kwamba boom kama boom halinitoshi, halinikidhi, natakiwa nitengeneze mikakati ambayo hiyo mikakati itanisaidia mimi kukizi hilo boom na kuhakikisha kwamba mpaka boom lingine linapokuja linanikuta nina 600,000 hiyo, au niko ndani ya hiyo 600,000. Moja kwa moja naweza nikasema mkakati wa kwanza ni kutengeneza budget. Budget yako mwenyewe binafsi? Budget yangu binafsi, mbali na kwamba kuna budget ambayo serikali imeniandalia. Budget yangu binafsi, mimi kama mimi naweza nikaandika utaratibu wa matumizi kulingana na kipato. Nina miezi miwili, lakini nikiangalia ndani sina chakula, nikiangalia natakiwa nifanye mavazi, lakini nikiangalia kwa wakati huo natakiwa
ni mwanafunzi wa sheria ninunue baadhi ya vitabu vya sheria, lakini wakati huo huo mimi ni mwanafunzi wa sheria, lakini wakati huo huo siishi hosteli za chuo, naishi nje ya hosteli, natakiwa nilipe kodi. Kwa hiyo kulingana na 600 hiyo natakiwa niangalie bajeti yangu inakaa kwa viwango gani kwa miezi miwili, ili kutoka kwenye namna nilionayo, ili kusudi nisije nikaharibu utaratibu ambao umewekwa. Kitu kingine ni matumizi yasiyo ya lazima kwenye hiyo bajeti niliyoitengeneza. Ndio kama nilivyosema kwamba nimepanga kilo 20 ndani ya miezi miwili, lakini ninatumia kilo 2 kwa siku. Inakuwa kidogo ni changamoto, haileti maana. Mwisho wa siku kwenye ile bajeti niliyoitengeneza haitakuwa bajeti ya ufanyikaji kwa nia ya vitendo, bali itakuwa ni bajeti iliyoko kwenye makaratasi. Nikirejea kwako Neva, kwa inavyosemekana jamii inayowazunguka wanachuo au wanafunzi wa ngazi ya chuo ni kwamba wanafunzi wa chuoni hawajui kuhifadhi pesa zao wenyewe. Kuna ukweli ndani ya hilo? Kwa mimi ninavyoweza kusema kuna ukweli ndani yake. Kwa sababu kutokana na the way sisi wanachuo tunavyojiweka kwenye jamii na utuzunguka, tunajiweka lifestyle yetu na the way minendo yetu. Kwa mfano mwanachuo amepokea let's say boom, wengi wana engaging kwenye starehe, kwenye mambo mengine, wengine washangaa kuvaa, anataka kushow off avae, yani aonekane nini yuko different than other. Na kingine kutokana na style life tunafanya tunayoishi, tunaishaje maisha tofauti, kwa sababu kwa wanachuo tukishapokea boom, kila mtu anataka nini, kila mtu amuone the way zile, hata budget ya hela ni anatumia nini ovyo ovyo. Kwa maana jamii inayotuzunguka inazungumzia kwamba sisi tunashindwa nini, kushindwa kuzihifadhi hela zetu kutokana na sisi the way tunavyojiweka au jamii inayotuzunguka na lifestyle yetu tunayoishi. Kuna wengine mtu ushangaa amepokea boom lake hivyo anaanza kupali kwingi, kutoka kusuka kila wiki, anabadilisha mitindo, kuweka makeup nini, kucha, kuna wengine anabandika, kila mtu na style yake anayoipenda. Kwa hiyo wanachuo wengi wanaegeji ni kwenye style. Kwa hiyo ndio maana jamii inayotuzunguka nini wanazungumzia sisi wanachuo tunashindwa nini, tunashindwa kuhifadhi hela zetu, ingawa sio wote, ni baadhi. Kwenye msafara wa mamba na kenge lazima atakuwepo. Lakini kwa sababu ulioitolea wewe inamaanisha kwa wanachuo hawapaswi kupendeza? Hapana, kupendeza anapaswa kupendeza, lakini kuna ile yani ana use money too much, anatumia yani kupitiliza. Kwa mfano yani amepokea boom 600,000, akishapokea boom 600,000 anatenga ni budget ya kuvaa inakuwa zaidi ya matumizi mengine ya kawaida. Ndio maana mtu hela ikipelekea matumizi yake yamemaliza, yeye anaenda kufanya, anajiengage kwenye biashara nini ambazo ziko illegal, yani haziko nini biashara gani. Kwa mfano mwingine ana nini, kwa mfano kwa sisi wanawake tunajiuza, wanaume wengine ndio maana ushangaa wizi unakithiri huko mitaani, upolaji, kutokana na nini the way mtu aliendekeza zile zake kwenye starehe, kwenye kujipamba. Kwa mfano mtu anaweka budget yani kwa mfano amepokea 600,000, kwenye 600,000 hiyo anaweka budget 400,000 kuvaa, kusuka, kupendeza. Hiyo 200,000 ndio mambo mengine, ambapo unaonekana hiyo 200,000 haiwezi kufanya nini, haiwezi kutoboa ndani ya miezi miwili. Na hapo kumbuka kuna kodi, kuna ada, kuna mambo mengine, kuna bili ya maji, wengine kuna umeme. Kwa kutokana na budget yake alivyoiweka, anatumia yani matumizi kwenye starehe, vitu ambavyo so vya muhimu, matumizi anaweka yapo kwenye high kuliko kwenye nini, kwenye vitu vya msingi. Ndio maana inapelekea hivyo jamii kutafsiri hivyo kwa ujumla kwamba matumizi na uhifadhi wa pesa kwenu ni mchache. Yaani matumizi yanakopo ni makubwa kwenye vitu ambavyo sio vya muhimu. Kwako Michael, yes. Wewe kwa upande wako jamii inayokuzunguka wewe inakusaidiaje wewe kuhifadhi pesa zako? Jamii inayozunguka mimi kwa kiasi kubwa inachangia katika kuhifadhi pesa zangu. Kwani ukiangalia mfano mazingira ambayo niliopo mimi, yes, ninavyoishi, ndio sijachagua wale watu ambao wanapenda sana starehe au wale watu wanapenda sana bath. Mimi marafiki zangu kwa ajili ya kuhifadhi pesa for future use. Unajua future use. Unajua mfano ukichagua marafiki ambao wanatumia pesa
Wale wanapenda kuparipari wale. Wale wanapenda kupati, yani wanakuwa na kuinspire kufanya kwenda kupati. Kwa hiyo nikitoka hivi akili yako tu inakuwa inawaza kufanye kwenda kwenye club kuvuta shisha, yani kukesha, ambayo kwa kama jambo ambalo sio sahihi. Sio sahihi. Mazingira sasa ambayo nimejiwekea ni kuchagua marafiki wazuri. Kwa mfano marafiki zangu wananinspire sana katika kutunza pesa. Kwa mfano wananielekeza kwenye makongamano mbalimbali. Kwa mfano makongamano yale ambayo yanafundisha watu namna gani ya kufanya ya kutunza au ya kuwekeza. Kwa mfano nishahudhuriaga conference moja ambayo inaitwa New Life. Hiyo New Life walikuwa wanafundisha watu namna gani ya kuhifadhi fedha zao na kujiendeleza, au yani ya kufanya maendeleo. Yani namna gani unaweza ukajiendeleza wewe mwenyewe kama mwenyewe kwa kidogo ulichonacho. Ndio. Sasa na wewe kwa upande wako una rafiki yako, yeye akipata pesa anazitumia kupati, yani kufanyia tu starehe, haifadhi hata kile kidogo ambacho kitamsaidia wakati ujao. Utamshauri nini ili aweze kubadilika, au utafanya nini ili aweze kubadilika? Kwa mimi kitu cha kwanza nitakachokifanya ndaangalia nature ya life yake aliyotoka mwanzoni. Manake kumbuka tunakutana tofauti tofauti na tumeelewa mazingira tofauti tofauti. Kwa nikishajua mazingira aliyotoka, the way ndio nitaanza kumshauri jinsi ya kutumia hizo hela zake. Na sio tu nitamshauri jinsi ya kuzihifadhi, nitamshauri jinsi ya kuzihifadhi, yani atunze hela zake, ambayo hela inayoleta nini? Mzunguko wa kuzalisha. Ukiweka hela ndani haiwezi kukuzalishia kitu chochote. Kwa mimi ndamuelekeza zile njia au mambo gani ya kuengage hiyo hela yake ili iweze kumzalishia na kuachana mambo nini? Mambo tofauti tofauti. Kumbuka sisi wanachuo wengi tunafika huku, tumetoka nyumbani maisha mengine na tukija huku tunaishi maisha mengine. Mshangaa mwingine ni anaiga. Kaona mwenzie kabandika kucha naye anabandika. Kaona mwenzie kasuka staili 50 naye anasuka nini? Amzidi 60. Kwa mimi nitamshauri jinsi yale matumizi yake anayoyatumia. Hasara yake ni ipi na ipi na hii. Mtazamaji wa SAUT TV, hayo yalikuwa ni maoni ya Jeremia, Michael pamoja na Neva juu ya mada yetu ya leo ya uhifadhi wa pesa pamoja na utunzaji wa akiba. Kilikuwa ni kipengele chetu cha kwanza cha maswali na majibu. Kipengele kinachofuata ni the challenge. Je, upo tayari kwa the challenge leo? Na the challenge yetu ya leo nitakuwa nina swali kwa wote watatu hapa, ambapo nitaanza na Jeremia. Swali letu la leo linasema kwamba kama nywele kwa Kiingereza tunaita hair, kucha tunaita nail, je, kipara au huaraza tunahitaji kwa Kiingereza? Japokuwa una kipara lakini itabidi unijibu. Kwa umeshindwa, hata kujaribu hata kidogo tu umeshindwa. Au sio mambo yako mwanasheria kabisa? Hapana. Au sio mambo yako? Sio mambo yangu, lakini kwa wakati anaweza akawa ni mambo yangu lakini. Michael, na hisi swali langu umelisikia? Umelisikia? Uaraza unahitaji kwa Kiingereza? Kwa kweli sifahamu. Haujui? Kabisa haujui kabisa. Tumalizie na Neva. Neva, uharaza kwa Kiingereza unaitwaje? Uharaza au kipara? Kwa mimi sijui. Yaani kabisa mwanasheria hujui maana ya uharaza kwa Kiingereza? Yaani ukiondoa na wanasheria kwanza. Yaani kwa mimi binafsi sijui. Yaani tuondoe wanasheria sasa. Yaani haujui kabisa. Michael, Neva pamoja na Jeremia wameshindwa kabisa kujibu challenge yetu ya leo, wameniangusha. Challenge yetu ya leo ilikuwa inasema kama nywele kwa Kiingereza ni hair na kama kucha kwa Kiingereza ni nail, kipara au huaraza kwa Kiingereza unaitwaje? Jibu lake ni bald, BALD. Kufikia hapo mtazamaji wa SAUT TV, sisi kama Kimbweta hatuna la ziada. Kwa niaba ya timu nzima ya Kimbweta, ulikuwa nami Asia Mohamed mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tukutane tena Jumapili ijayo muda na wakati kama huu. Kwa heri.